Wakulima wa mazao ya parachichi, kahawa na mboga mboga wanatarajiwa kunufaika na mpango wa kuuza mazao moja kwa moja katika soko la Ulaya kupitia mfumo wa ubia kati ya chama cha wakulima Tanganyika TFA na kampuni ya Deo Food kutoka nchini Poland. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, mkurugenzi mtendaji wa TFA Justin Shirima anasema mpango huo unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya, maandalizi yake yamefanyika kwa zaidi ya miaka miwili katika mikoa ya Kilimanjaro na Arusha, ambapo alipata fursa ya kutembelea mashamba ya wakulima. Mimi naitwa Justin Shirima, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanganyika Farmers Association. Nimeambatana na mwenzangu anatoka nchi inaitwa Poland, yeye anaitwa Adrian. Kwa pamoja tumekutana tukafanya makubaliano ya kuwakutanisha wakulima wa Tanzania na wanunuzi wa mazao ya kilimo walioko Ulaya. Kwa hapa mbele yetu nazungumza juu ya mradi ambao ni mkubwa, unafikisha solution ya soko la mkulima wa Tanzania kwa wanunuzi wa Ulaya. Kwa tumefanya kazi kama TFA na Adrian kwa kama miaka miwili sasa, na sasa tunaanza mradi huu rasmi mwezi huu wa Oktoba, na kazi kubwa yetu kwa kweli ni kuhakikisha yeye ana wanunuzi Ulaya ambao wananunua mazao ya kilimo. Kwa hiyo amefika kwetu kwa ajili ya kutembea nasi, kuangalia wakulima wa Tanzania wanachofanya, wana nini na wanaweza wakauza nini kwenye soko la Ulaya. Na habari nzuri ni kwamba sasa tumetembea mkoa wa Kilimanjaro, tumetembelea wakulima wa parachichi, tumetembelea wakulima wa kahawa na wakulima wa mboga mboga pia na mkoa na wilaya Karatu. Kote tumefika, tumepata contact na wakulima, kwa kweli wamevutiwa na fursa hii. Kwa hiyo ninachukua nafasi hii kualika wakulima na hasa wanachama wetu wa Tanganyika Farmers Association waitumie fursa hii kwa ajili ya kuuza mazao yao. Kwa haraka tumeona mazao mawili ambayo tunaweza kupeleka Ulaya mara moja, ni parachichi na kahawa. Tunaanza kukusanya takwimu za wakulima wenye uwezo wa kuzalisha mazao yanayofikia viwango vinavyotakiwa na masoko ya Ulaya. Kwa hiyo tuna kazi ya kukutanisha wakulima na wanunuzi walioko Ulaya. Kwa hiyo ninaomba kutumia nafasi hii kuwaalika wakulima wa mazao yote, parachichi, kahawa na mazao ya mboga mboga kwa ajili ya kuitumia fursa hii, na niwaombe wanachama wetu waitumie nafasi ya adimu ambayo mara nyingi wamekuwa wakiililia. Tumekuwa tukisikia juu ya tatizo la soko la mazao yetu ya kilimo. Tunasikia juu ya nyanya zinaharibika mashambani. Sasa tumekuja na mwarobaini wa jambo hilo kwa kukutana pamoja na kampuni hizi mbili kufanya makubaliano ya kufanya mradi wa kuhakikisha wakulima wetu wanauza moja kwa moja. Na hapa tunapunguza madalali pia. Tunapunguza madalali, maana yake sehemu kubwa ya kipato itabaki na yule mkulima wa mwisho kabisa. Kwa hiyo ni fursa, ninafikiri tuitumie wa Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha tunauza kwetu. Sisi kama taasisi ya wakulima tumenuia kuwasaidia wakulima kuhakikisha kwamba sio tu wanazalisha na sio tu wanakutana na wanunuzi wa Ulaya, lakini wanazalisha kufikia viwango vya kimataifa. Maana kama tunavyojua Umoja wa Ulaya una taratibu za mazao yanaingia kwao. Kwa kushirikiana na wenzetu wa Poland, tunahakikisha wanachozalisha wakulima kinafikia kiwango ambacho kinatakiwa na kitaingia kwenye soko lao. Kwa hiyo tunatengeneza mahitaji, yani nini kinatakiwa, matumizi ya kemikali ya kiwango gani yanakubalika, size au ukubwa wa zao, uwezo na kila kitu ambacho kinatakiwa na soko la Ulaya. Tutahakikisha kwanza tumetimiza hilo, maana yake tutacomply. Kwa wakulima wetu watasaidiwa kwa kuona wana comply na hilo soko. Na kwa kuanzia soko hili ni kubwa. Manake hapa tunazungumza, mwenzetu ametoka nchi ya Poland, lakini tunazungumza nchi zote za Ulaya. Sasa hapa tunaanza kidogo. Tunategemea mwanzoni wakati tunapoanza hapa, at least tuanze na wakulima wasiopungua kwenye mfumo wetu 10,000 ambao tunaenda nao
tukikua pamoja. Sasa wakisha jua na kukidhi viwango vya soko la Ulaya, nadhani sasa tunatamani kuona tunakuja na suluhisho la soko kwa nchi nzima. Malengo yetu ni kuhakikisha nchi yetu sasa inachukua nafasi kimataifa. Maki wenzetu wanajulikana, wanapeleka parachichi Ulaya, lakini sisi hatujulikani na tuna kiwango kikubwa sana cha parachichi. Kwa mfano Njombe, Mbeya na wapi, wenzetu wanakuwa sharp kidogo kuzichukua na kuzibrand kama zimetoka kwenye nchi zao. Sasa hilo tunalifanyia kazi kwa kushirikiana na mwenzetu. Mpango huo unatarajiwa kuanza rasmi mwezi huu wa 10 na unatajwa kutumia teknolojia ya kidijitali kupitia masoko ya mtandaoni, ambapo wakulima zaidi ya 10,000 wanatarajiwa kunufaika. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya Deofood ya nchini Poland, Adrian Pico, amesema teknolojia ya kidijitali kupitia masoko mtandaoni itatumika kumwezesha mkulima kupata taarifa za bei na mahitaji ya soko moja kwa moja akiwa shambani. My name is Adrian Piwko and I'm from Poland, and I'm here today in Arusha because together with Justin, the managing director of Tanganyika Farmers Association, we are running a project together here in Tanzania. I'm a founder of company Defood. Defood is a marketplace B2B which connects farmers, producers, exporters from all over the world with buyers, especially buyers from Europe. And we have digital solution which helps buyers to sell their products abroad. That's why I'm here, because I believe there is a huge potential in Tanzania to make selling the crops easier and to be more recognized in the world thanks to your products. The project is under the call Innovate. It's organized by Eureka Network and it's funded by the European Union. So as the Defood company, we have agreements with the biggest retail chains in Europe. That's why we can provide buyers to Tanzanian market. We have done the similar pilot project in other countries before. For example, last year we have done a project like this in Georgia, in Asia, and we connected blueberry producers from Georgia with buyers from Poland and from Germany, and thanks to that they get better prices than they got before that when they sell these products to neighborhood countries. And that's our idea to repeat these steps here in Tanzania. Now we are in the middle of the pilot project in partnership with TFA, and we believe that after this pilot project we will scale it up for regular transactions, which will increase the export of Tanzania to Europe. Now we focus on several crops, but in the future, after this project, we will expand this pilot project also for other crops, especially fruits. I mean, it's fruits, vegetables, and, for example, coffee. This project is not only for large-scale farmers. This is a project also for small-scale farmers. And this week I visited a lot of farms near Arusha, for example, in Kilimanjaro region, and to check and to see if small-scale farmers are ready to cooperate with us
and I'm really impressed about what I've seen. And I believe that every farmer from Tanzania have a chance to cooperate with us. The application is easy. We can communicate through our digital platform, and it's free. It's free for users. So you can join us to check if you have ability to cooperate with us, and if yes, you can only gain. There is no losers here.